Wazazi wa mtoto mwenye umri wa miaka 16, mkaazi wa shehia Kiboje, Mwembe Shauri, wilaya ya Magharibi Unguja, wameeleza kwa uchungu namna walivyopokea taarifa za mtoto wao kudaiwa kufanywa udhalilishaji wa kingono kwa kuingiliwa kinyume na maumbile na daktari hospitali ya Bumbusudi. Akizungumza na Asam Online TV, mama mzazi wa mtoto huyo amesema binti yake ana changamoto ya afya ya akili na ulemavu wa sura, hali iliyomfanya kuwa katika mazingira hatari zaidi ya kufanyiwa ukatili huo. Siku ya Jumatatu asubuhi mwanangu alitoka kuelekea hospitali saa tatu za asubuhi. Alipofika zake hospitali akahudumiwa. Ilipofika saa 7 ikaingia rekodi kwenye simu yangu kwa tayari ameshatibiwa. Lakini nilikaa mpaka ikafika saa 10 nikawa sijamuona kurudi. Nikaanza kuulizia kwa ndugu, jirani, mashoga, wote. Kwa kila ninapoulizia nikaambiwa hajaja. Nikaanza kupigia simu wajomba zake, kaka zake, wakaja nyumbani. Walipokuja nyumbani tukaanza kuchukuliana ushauri. Tuende wapi? Tuendeni kwanza hospitali tukamwangalie. Wakatoka kaka zake mpaka hospitali wakamwangalia, hawajamuona, wakarudi hospitali hayupo. Tumo ndani ya kujishauri na kujitafuta, mara simu ikaingia kwenye simu ya dada yangu ambayo ni namba ngeni. Kuipokea akawa ni yeye huyo mwanangu. Kwa hiyo anazungumza huko analia. Mamkuu, mimi niko hospitali hapa Bumbusudi nimezidiwa. Kwa maana hiyo nataka kupelekwa wapi? Hospitali ya rufaa. Kwa maana hiyo nataka mje wewe na mama mdogo, lakini msimwambie mama. Akamwambia haya sawa. Akanyang'anywa simu na mtu ambaye tulikuwa hatumjui. Huyo mtu alikuwa ni mwanamume. Akaambia kutokana na hali tumbo limembana sana, kwa maana hiyo mie mpaka sasa hivi namchukua nampeleka hospitali ya rufaa ya Mbuzini. Akamwambia usimpeleke hospitali mpaka tufike si wenyewe, kwa sababu huyo mtoto kaondoka mapema na hapa sasa hivi tulikuwa tunamtafuta tumjui yupo wapi, kwa hivyo tunakuja. Kwa hiyo nkusubirini. Ndio tusubiri. Mnakuja wengi? Hapana, tunakuja hao walosema wenyewe watu wawili. Tukatoka pale tena mimi nikajiongeza nikawaita wale kaka zake nikaambia jamani, mpaka sasa hivi Hunaina kaonekana kwa hospitali na anasema anaumwa sana. Kwa hiyo sisi tunapanda bodaboda na nyinyi mtufuatilie nyuma, lakini mkifika nyie kaeni nje, maana akasema hataki watu. Nikampigia simu na huyo mjomba wake yupo karibu. Wakatoka pale mjomba wake moja kwa moja. Alipofika pale akamwambia nina shida na mgonjwa wangu, nimeambiwa yupo hospitalini hapa. Nani? Hunaina Saidi. Kaambia ni kweli Hunaina yupo, lakini baada kufika na ndani kule akahojiwa na maaskari wa pale. Kuhojiwa hapa hospitali wa pale akamwambia mimi nilikuwa nishatibiwa, nimetoka mpaka barabarani naondoka. Ndipo akatokea huyu Dr. Hilali akanambia Hunaina ushapata dawa? Basi nisubiri hapo hapo kwanza usiondoke. Akaenda ndani. Alipokwenda zake ndani akaniita, Hunaina njoo. Mimi nikamfuata. Ndipo mfuata akanambia njoo huko kwenye chumba hichi cha kupimia damu. Akaingia mpaka kwenye kile chumba. Alipofika wakaanza kuongea. Yule daktari anamwambia yule mwanangu, mimi nataka kukuoa, nataka nije kwenu, unipeleke kwa wazee wako. Tena na yeye akasema mimi wazee wangu wakubali kwa sababu mimi mbovu. Watakubali tukishakubaliana mimi na wewe tu watakubali, lakini humu toka njoo huku. Akamtia chumba cha hodini cha wagonjwa. Alipofika kule sasa, Hunaina vipi hivyo nilivyokuambia mimi, wewe mpaka sasa hivi wewe nichunguze mie kama nitakuwa na matatizo unikatae, na mimi wewe pia nitakuchunguza kule kwenu menu, wapo wenyeji wangu nitawatuma watakuangalia. Ikifika siku ya Ijumaa mimi nitaleta watu wangu utakuja kukuposa nikuoe. Baada hapo akamwambia haya inuka hapo njoo ingie katika chumba hicho huko. Akamtia katika hicho chumba cha kungolea meno. Alipomtia huko chumba cha kungolea meno akaanza kumwambia mimi Hunaina nitakuoa. Akaanza kumpapatua nguo mwilini, akamvua, akatandika busati la kijani pale chini, akashuka pale alipokaa, akaingia pale kwenye busati, akamaliza shida zake kwa kweli pale. Yaani siku ya tukio mimi nilikuwa sipo. Leo nilisafiri leo Dar es Salaam, lakini niliporudi boti ya jioni kabisa. Nafika bandarini nashuka boti, mke wangu Bi Asma akanipigia simu.
usharudi? Nikamwambia ndio nashuka boti hapa. Akamwambia si ukija hapo nyumbani njoo moja kwa moja hospitali ya Bumbwe Sudi, kuna matatizo yametokea mwanao. Nikachukua bodaboda mpaka nyumbani, mpaka Bumbwe Sudi. Nafika Bumbwe Sudi hospitali, ndo namkuta mke wangu mlangoni. Akaniambia mwanao yumo humu. Vipi, mshalifahamu tatizo lilikuwa? Akaniambia ndio tumo ndani tunamchukulia maelezo ndio daktari. Sasa ile ananifahamisha hivyo, mara nasikia kelele huko nje. Daktari anakimbia. Ile kugeuka hivi, tumeona daktari anaenda mbio, ndio tukamkamata. Mmoja kumkamata mimi nimo kutaka kumkamata kwenye senyenge. Anataka kubirukia. Baada kumkamata pale, hatukumgusa, tukafanya chochote. Nikamweka kwenye hali ya usalama. Hatukutaka kuchukua sheria mkononi. Masuala mimi nafahamu sheria hizo. Tukampakia kwenye kibajaji, ndio kibajaji mpaka kituo cha polisi pale, akahojiwa kila kitu. Tukapata ushahidi kama alivyozungumza nani huyo mkuu wa kituo pale kituo cha polisi Kiboje. Akasema kesi si yetu, mpeleke Mfenisini. Wakati ushahojiwa mwanangu ndio huyo mtuhumiwa, akashaujiwa. Akabua pingo pale, nikakodi tena kibajaji mpaka Mfenisini. Wakahojiwa tena, tukatoka pale na daktari wa nini tukaenda daktari wa Mbuzini, hospitali kubwa ya Mbuzini. Tukapo FS3 ile. Mpaka kule hospitali. Kufika hospitali ndo mke wangu ndio yumo ndani. Akachukua majibu, kayarisha kule kituoni kwamba mtoto kashaathirika kusema kweli. Hivyo ndio ilivyokuwa. Alikuja mwanangu alikuja asubuhi kuchukua pesa ya nauli. Baba naenda hospitali asubuhi, nikampigia simu mke wangu. Kweli nimpe huyo mmemzungusha macho ende tumbo la mama kweli huyo. Nikampa nauli. Sasa katika rais ambaye anatusaidia masuala ya mashaka haya ni Rais Mwinyi kusema kweli. Sasa nataka ya serikali ichukue uamuzi wake kusema kweli. La pili, yule mtoto kishaathirika kusema kweli. Nafahamu. Lakini kwa serikali naomba inisaidie kama msaada wa aina yote, kama ni angalau nitafute cherehani au nimwekee duka angalau. Kusema kweli hawezi lolote tena pale nilipokusema. Kama haribu kumwingilia kinyume cha maumbile kusema kweli muda siku 3 si masara wallahi. Maki hii leo ya 4 leo yani mkangu muda leo yani siwezi kula kusema kweli wallahi. Maki nini kidogo akili sizo. Miguu mibovu. Alafu bado jamaa akamfanya masuala kama ya kweli. Ndio hali kusema kweli mnaacha serikali kusema kweli ichukue. Naye binti huyo alieleza kwa masikitiko. Siku ya Jumanne tarehe 21 mwezi wa 7, ukweli nimeenda hospitali ya Bumbwe saa 3 ya asubuhi, nimemwaga mama na baba kama naenda hospitali. Kama mazingira ya saa 7 nishatibiwa, nataka kuondoka niende nyumbani. Imekuta kibajaji chekundu kimesimama pale kwenye kituo cha Bumbwe Sudi, kituo cha afya. Wameshuka madokta wawili wa kiume, dokta mmoja Dr. Hilali na dokta mwingine wa kiume kwa jina simfahamu. Dr. Hilali kaanza kuniita, "Hunena, naam, unatoka wapi?" "Natoka hospitali." "Ushapata dawa?" "Ndiyo." "Nionyeshe cheti chako." Nimetoa cheti changu kwenye mkoba, nimemuonesha. Kwa bahati nzuri dawa 2 nimekosa. Dawa 2 nimepata, dawa 1 nimekosa. Kwa bahati nzuri kaja kuniambia, "Hunena, hii dawa naomba uinue." Ambia haya sawa. Hapo hapo kaja kuniambia, "Hunena, naomba nisubiri hapo hapo barabarani niende kutia saini tuongee." Nimemjibu haya sawa. Kaenda kutia saini. Baada ya dakika tena kidogo katoka tena kaniambia, "Hunena, nipe kama dakika 20." Nimemwambia nataka kuondoka, naona nataka niende nyumbani. Naona tangu asubuhi nipo maeneo haya ya Bumbwe. Kajibu, sasa hivi namaliza, nenda kumzalisha mzazi mara moja." Haya sawa, nimemsikiliza. Baada ya hizo dakika 20 zilizofika kweli katoka nje, kaja kuniita barabarani. "Sawa, twende tukaongee." Nimemwambia haya sawa. Tumeenda chumba cha mwanzo cha kuoshea vidonda na shindano. Tushosha chumba kidonda na shindano. Kaanza kuniambia, "Hunena, nataka kuwatuma wazazi wangu hizi siku karibuni. Mwezi wa 8 usiishe, nije kwenu, nije kukuposa." Ambia sawa. Lakini kuna kipengele kimoja sijui wazazi wangu wataweza kukubali. Nimemjibu hivyo tu. Tumeingia chumba cha pili. Pia tumeongea hayo maongezi ya kawaida. Tumetoka tumeingia chumba cha 3 cha kunolea meno wagonjwa. Limetokea hilo tukio.
Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Magharibi Unguja, Mheshimiwa Leila Burhan Ngozi, amesema serikali imeandaa mikakati madhubuti ya kutokomeza vitendo vya ukatili wa kijinsia, ikiwemo kuimarisha ulinzi na kuongeza elimu kwa jamii ili kuzuia matukio kama hayo yasiendelee kutokea. Mimi mkuu wa wilaya sijafurahishwa navyo, licha kwamba juhudi kubwa tunazozichukua kukemea vitendo kama hivi, lakini kutoa elimu mbalimbali kwa wale watu waratibu, lakini pia masheha. Kwa hali hii sasa, naomba nitoe wito kwa wananchi wote, yani tuendelee kuangalia katika malezi yetu, yani kwa wale wa mama lakini na walezi kuhusiana na watoto wetu, kwa sababu kwenye taarifa hii ukiangalia, bahati nzuri mimi nipongeze walioiandaa takwimu hii, kwa sababu imetubainishia vitu vingi au viashiria ambavyo visababishi vya yale matukio kutokea, lakini na maeneo ambayo yametukia au yale mambo ambayo yani vile ule uzalilishaji ulipotokea maeneo, lakini hata na wakati gani, lakini na kwa watu gani labda zaidi. Kiukweli kwenye wilaya yangu kuna siku tulishakaa na masheha tukalizungumza hili, hususan kama hapa kwenye takwimu nimeona unakuta kwenye maeneo ambayo yamefanyika, unakuta kwenye zile nyumba ambazo hazijamaliza magofu, na ukiangalia kweli, na ndio maana kuna siku mimi nilielekeza masheha watambue kwanza katika maeneo yao kuna nyumba ambazo hazina muendelezo, unazikuta za miaka mingi, watafute nani wahusika, lakini kama watakuwa wajitokeza wafanye kama wanataka kuendeleza ujenzi, mtu atajitokeza. Hivyo basi tukae tuone, tujue yani kama wako tayari kuendeleza au tufanye kitu kingine. Lakini ukiangalia muda ambao matukio kama hayo yanatokea, muda mwingi wameripoti kwamba unakuta asubuhi sana, pengine ni mida kama ni wanafunzi wanaenda shule, au jioni aidha wanatoka na usiku. Sasa wito wangu kwa wazazi kuhusiana na takwimu hii iliyotoka, lazima kila mmoja atekeleze wajibu wake kama mzazi kwa watoto wetu, lakini lakini hao watoto wenyewe tuwape muda wa kuelimisha juu ya hivyo, lakini tuwafuatilie. Na sasa hivi hii sio lazima watoto wa kike kama tulivyokuwa tunadhani zamani. Watoto wa kike, watoto wa kiume, tuna wajibu wote kukaa nao, kuambia kutokana na mambo yanavyoendelea, na tuwaambie nini wafanye endapo kitamkuta kitu kama hicho au kitendo cha kuzalilisha, na lazima wajue nini vitendo vya uzalilishaji ni vipi na vipi, ili waweze kuripoti na wasione tabu. Kwa upande wa wazazi, tunatakiwa tusiwe wakali sana kwa watoto, ili waweze kuwa huru kutueleza chochote kile ambacho kinatupa. Lakini vile na sisi wazazi, muda mwingine unasikia jambo kama hilo, tunashindwa kulitolea ushahidi wa kutosha mtoto anapofanywa kitendo. Aidha amefanywa leo, unakaa kesho kutwa, kiasi ya kwamba mpaka ukisema unampeleka hospitali kwenda kutafuta ushahidi, kuna baadhi vinasaba vinakosekana, kwa hiyo inakuwa pale ushahidi umekosekana. Mtoto akitokea umetokea hivyo, basi tupeleke sehemu husika waweze kujua nini kinafanyika, lakini waweze kutoa ripoti ambayo ni ya usahihi. Lakini kile vingine wazazi, ile kusangini unakuta watu wanabambikizwa kesi, mtu anaona labda pale mtu ana mambo fulani, basi wanaamua tu kusema mtu fulani pengine yule mtoto sio yeye, au pengine ule ilikuwa siku moja mtoto michezo yake. Hivyo ni waombe tuwe na hofu na Mwenyezi Mungu kwenye hayo, tuwe tunatoa taarifa zenye ukweli, lakini vile na sisi tutakapokuwa tumetoa ule ukweli, itasaidia katika kesi umalizikaji wake. Kwa sababu kila siku tukiwa tunasikia takwimu, kesi kadhaa zimekwenda, lakini zimeisha vipi haujui, adhabu zake mtu kapewa vipi hatujui. Kiukweli watu wataendelea kufanya, wataona kama haichukuliwe adhabu, licha kwamba serikali yetu imekuja na sheria kali. Inatakiwa sasa kila mmoja aweze kutoa ushahidi, lakini vile kila mmoja awe mlinzi, asisubiri awe mtoto wake tu. Kama tunaona muda wa shule umeipita, watoto wanazagaa, mtu kama unamuona nje umwambie aende nyumbani. Na kupitia taarifa hii ya uzalilishaji, mimi mkuu wa wilaya katika wilaya yangu hii, ina maana ile mikakati ambayo tumeiweka kuhusiana na matendo haya tutakwenda kuizidisha. Na hapa kwa vile niko public, mimi sio muumini sana wa kuitangaza hususan mikakati hii ya nini tutaenda kufanya, kusudi tunaweza tukaitangaza muhalifu akatafuta namna nyingine ya kuweza kufanya, isipokuwa
yale maeneo na mida ambayo tumepewa, kwa vile tuna waratibu wetu, tuna mashea, tuna askari jamii, na tutaongeza nguvu kuweka ulinzi kwenye hilo kwa kushirikiana na wazazi pamoja na watoto wenyewe. Kikubwa tunaomba ushirikiano mkubwa hususan kwa wazazi wetu. Naye mkurugenzi wa Wizara ya Afya Zanzibar, Dr. Amur Suleiman Mohamed, amesema wizara itafuatilia kwa karibu swala hilo, na endapo mtuhumiwa atabainika kuwa na hatia kupitia taratibu za kisheria, hatua za kinizamu ikiwemo kumsimamisha kazi zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria na kanuni za utumishi. Limetokea kuna mfanyakazi ambaye anakuwa suspected kwamba amefanya kosa la namna hiyo, inapaswa liwasilishwe rasmi. Hili sasa itakapowasilishwa rasmi, kama wizara tuweze kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa miongozo ya utumishi, kwa sababu tukichukua hatua kwa sababu tu ya maneno tulosikia, nalo pia ni kosa kiupande wetu. Kama hizo taarifa zitawasilishwa rasmi, hapo sasa ndipo sisi tutakapoanza kuchukua hatua stahiki kwa mujibu wa miongozo ya watumishi wa umma. Unajua kila mtumishi sasa, hiyo miongozo ndiyo ambayo tunaifuata kama kutakuwa kumetokea shutuma. Sasa miongozo hiyo ipo kwenye pande zote mbili na kila mmoja ana haki yake. Kiongozi una miongozo yako na yule mfanyakazi ana miongozo yake na ana haki zake. Ili kuchukua hatua ilibidi sasa hizo taarifa ziweze kuwasilishwa rasmi, alafu uongozi wa Wizara ya Afya kuweza kuandikia mamlaka husika na kuendelea na hatua zinazofuata kupisha huo uchunguzi mpaka pale matokeo ya uchunguzi yatakapopatikana, aidha kwamba ametiwa hatiani na kosa analotuhumiwa au la. Hizo ndio taratibu. Na hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Jina langu ni Hawa Jafar Khamis, lakini nyuma ya kamera ni Madina Omar.